nimeweza kurejea tena, na hii ni Morning Victory kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, na kujizamini katika yale ambayo nimeweza kukuandalia. Mimi ni Georgina Mwatatu, na huu ni wasaa mzuri wa kukujuza yale ambayo yameweza kujiri katika upande wa kimataifa, na tuangazie kuhusiana na mzozo ambao upo kati ya Marekani pamoja na Iran, lakini pia tumeweza kuona Israel akiweza kuingilia kati katika mzozo huo. Na hata hivyo kuhusiana na mashambulizi ambayo yameweza kufanywa siku ya Jumamosi na Israel na kuweza kusababisha kifo cha kiongozi wa taifa hilo la Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ambapo aliweza kupoteza maisha. Lakini hata hivyo unakuja kuangazia jinsi gani ambavyo upande wa Israel walivyoweza kuzungumza kuhusiana na mashambulizi hayo. Tumeweza kuona pale ambapo waziri wa ulinzi wa Israel Katz aliyesema kwamba ilikuwa ni mojawapo ya malengo yao ambayo walikuwa nayo kuhusiana na masuala mazima ya kufanya mashambulizi katika upande wa Iran. Lakini hata hivyo wamesema watazidi kupiga hatua katika kuhakikisha kwamba wanadhibiti upande wa Iran. Lakini hata hivyo tumeweza kuona na upande wa rais wa Marekani Donald Trump naye pia akiweza kuzungumza kuhusiana na mashambulizi ambayo yalofanywa na taifa la Iran katika vituo vyake mbalimbali vya kijeshi katika upande wa Cuba, lakini hata hivyo na katika upande wa Doha. Ameweza kuzungumza akiweza kutoa onyo kali kwa upande wa Iran kuacha kufanya mara moja, na kuendelea kufanya hivyo ni kama vile anachokoza zaidi kuhusiana na mzozo huu, na akasema kwamba upande wa Marekani wanaweza kufanya malipizi makubwa mengine zaidi ya hiyo. Ndio kauli ambayo aliweza kutoa rais wa Marekani Donald Trump. Na hata hivyo kuhusiana na yale ambayo yameweza kutokea siku ya Jumamosi katika upande wa Tehran pale na kuweza kusababisha kifo cha kiongozi huyo wa Irani, tumeweza kuona baadhi ya mataifa yakiweza kuzungumza, ikiwa ni pamoja na China. Pia ameweza kuzungumza kuhusiana na mzozo huu ambao upo, ameweza kukemea vikali kuhusiana na jinsi ambavyo upande wa Israel na upande wa Marekani wanaendelea kushambulia katika upande wa Irani. Lakini hata hivyo tumeweza kuona rais wa Urusi Vladimir Putin naye pia akiweza kuzungumza, na hii itakuwa ni mara ya pili kwa Putin kuweza kuzungumza. Tuliweza kuona mara ya kwanza kabisa aliweza kuzungumza pale ambapo mzozo huu ulikuwa bado haujaweza kuwa mkubwa kama sasa hivi ambavyo upo. Putin aliweza kuzungumza akisema kwamba kuhusiana na mzozo huu ambao upo sasa hivi anatamani kuweza kuona mzozo ukitamatika, na akisema kwamba yupo tayari hata kuweza kuwekewa vikwazo na Marekani kama ikiwezekana, basi huu mzozo uweze kuisha. Lakini katika hilo tukiweza kuona kauli yake hajaweza kusaidia kitu chochote kile, bado mzozo ukazidi kuendelea. Lakini na kwa mara hii ya pili tena ameweza kuzungumza rais wa Urusi Vladimir Putin akikemea vikali kwa yale aliweza kutokea kwa upande wa Iran. Lakini hasa hivi akisema kiongozi wa Irani Ayatollah amekufa kikatili zaidi, ndio kitu alichoweza kuzungumza. Lakini hata hivyo tumeweza kuona rais wa Iran Masoud Pezeshkian naye pia akiweza kuzungumza kuhusiana na yale ambayo yameweza kutokea siku ya Jumamosi, lakini pia kuundwa kwa baraza jipya la uongozi katika taifa la Irani, na ambao litaweza kushughulikia katika masuala yote haya katika mzozo huu ambao unaendelea. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi naye pia kwa upande wake aliweza kuzungumza akisema kwamba kuundwa kwa baraza jipya kwa upande wa Iran itakuwa ni ndani ya siku moja au siku mbili. Kwa hiyo tunategemea siku ya jana Jumapili au leo Jumatatu kuwa kwa baraza jipya la uongozi kwa taifa la Iran kwanza rasmi sasa. Lakini hata hivyo wengi wanakaa kusubiria kuweza kuona baraza hili jipya la uongozi watakuja kufanya nini. Na tukumbuke miongoni mwa kauli ambazo alizokuwa akizungumza waziri wa mambo ya nje wa Iran ambaye ni Abbas Araghchi, alikuwa akisema kwamba kwa upande wa Iran ni kama vile wanajilinda, na ikitokea wakaweza kushambuliwa basi wao watajilinda zaidi, akimaanisha kwamba kuweza kuwashambulia wale ambao watakuwa wameweza kuwashambulia. Tumeweza kuona katika upande wa taifa la Lebanon wanamgambo wa Hezbollah na yeye pia akiweza kuzungumza wakisema kwa kile ambacho kilichoweza kutokea katika taifa la Iran, basi wanaungana na Iran katika kufanikisha kwamba wanampinga Israel, lakini pia pamoja na Marekani. Mtazamaji, natamatisha hivyo Morning Victory siku ya leo. Natumaini nitakuwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia katika upande wa fahamu zaidi na katika upande wa kurasa za mbele za magazeti, upande wa kitaifa na kimataifa. Natumaini nitakuwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia.
Na hitimisha kusoma ujumbe, anasema kwamba mimi nafurahia. Sawa, asante, japokuwa hujasema unaitwa nani, ungesema ingekuwa ni vizuri zaidi. Niliweza kuuliza kwa mara ya kwanza, kazi ambayo unaifanya unaifurahia? Na hii imetokana na takwimu kuonyesha kwamba 30% ya watu ambao wanaenda kazini hawafurahi kazi zao.